السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Watukufu Islam, tukiwa tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an, na leo hii katika sura yetu tunaendelea nayo suratul Baqara. Tunaitazama aya ya nambari 33 mpaka aya nambari 35, pale Allah subhanahu wa ta'ala alipoanza kusema katika aya hizo. Aya 33 anasema qala, akasema. Tunakumbuka kwamba katika aya 32 malaika waliambiwa wavitaje vile vitu, lakini wakajibu katika aya 32 ya kwamba hatuna ujuzi isipokuwa kile tutufundisha, kwa maana hawakuweza kuvitaja vitu kwa majina yake. Lakini Allah akamwelekea Nabiiullah Adam. Aya 33 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qala, akasema Mwenyezi Mungu, ya Adam, ewe Adam, ambihum, waambie wao biasmaihim, majina ya vitu hivyo. Allah anamwambia mwanadamu sasa, hebu waambie, man kashamfundisha ilmu. Nabiiullah Adam anajua majina ya vitu vyote. Akaambia, ya Adam, ewe Adam, ambihum biasmaihim, waambie majina ya vitu hivyo. Nabiiullah Adam bila shaka akawaambia. Allah sema, falamma anba'ahum biasmaihim, basi pale alipowaambia majina ya vitu hivyo, qala, akasema Mwenyezi Mungu, alam aqul lakum, je sikukwambieni nyinyi malaika, alam aqul lakum, je sikukwambieni nyinyi, inni a'lamu, hakika mimi ninajua, ghaiba samawati wal ardh, siri za mbinguni na ardhini. Ghaiba samawati wal ardh, yale yaliyofichikana mbinguni na ardhini. Wa a'lamu, na najua, ma tubdun, yale munayo yadhihirisha. Wa ma kuntum taktumun, na yale mliokuwa mkiyaficha. Mimi najua, Allah anasema, wa a'lamu, najua, ma tubduna, yale mnayoyadhihirisha. Kama hiyo kauli ya kusema mliodhihirisha kwangu, kama ile kauli ya Rabbi, nataka kumpeleka kiumbe aende kufanya uharibifu huko, akamwage damu. Hayo ndio walidhihirisha malaika, lakini kuna mengine malaika waliyaficha, hawakuyasema, yalikuwa katika nyoyo zao. Allah anawaambia, na hayo pia mliokuwa mkiyaficha mimi nayajua. Aya 34 Allah subhanahu wa ta'ala akawaelekea malaika, akawaelekea malaika akawaambia, asema Allah, wa idh qulna lil malaika, nakumbukeni tulipowaambia malaika, usjudu li Adam, msujudieni Adam. Amri imekuja wamsujudie Adam. Kwa nini wamsujudie? Kwa sababu tayari Nabiiullah Adam ana ilmu, na hapa tunajifunza kwamba wenye ilmu wanatakiwa kuheshimiwa, wanawazuoni wanatakiwa wape heshima, taadhima, pamoja na kwamba katika jamii yetu walimu, mashekhe na watu wenye ilmu, ama ulama, ndio watu wanadharauliwa kabisa. Maulama wanatafutwa katika wakati mbili sana. Watu wanapofiwa wakiwa na misiba, ndio wanatafuta wenye elimu kwenda kusimamia misiba yao. Lakini kuna wakati mwingine wakiwa na maharusi yao, ndio huenda kuwatafuta wanachuoni, kwa sababu huenda wakazifungisha ndoa zao. Na wakati mwingine wanapofikwa na shida, kapata mgonjwa, kapandisha mashaitani, kapandisha majini, au kuna matatizo hospitali hayatibiki, basi hapo mwalimu ndio atakuwa mtu muhimu sana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala atuelekeza tuwatukuze, tuwape nafasi zao. Angalia Nabiiullah Adam, baada ya kutoa ilmu, kuonesha, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawapa amri malaika, usjudu li Adam, msujudieni Adam. Na sijida hapa sio sijida ya ibada, ni ta'dhiman, takriman, ni sijida ya kuonesha heshima na kutukuza.
Fasajadu, wakasujudu wote, ila Ibilisa aba, isipokuwa Ibilisi akakataa. Wastakbara, na akajivuna, akafanya kibri. Wakana minal kafirina, na akawa miongoni mwa waliokufuru, kakanusha amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Ibilisi hatuwezi kumtetea. Huwezi ukasema Ibilisi si hakuwa katika malaika, amri imekuja katika malaika kama walivyodai wale makafiri kule. Mbona Mwenyezi Mungu kamwadhibu huyu aliyakuwa si katika malaika na amri imekuja katika malaika? Tumuulize Ibilisi, wewe ulijitetea vipi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Ibilisi, mbona hujamsujudia Adam, hujaitia amri yangu? Akasema vipi nitamsujudia mtu ambaye umemuumba kwa udongo, mimi nimeumba kwa moto? Kwa Ibilisi hakusema kwamba mimi si katika malaika. Kidogo Mwenyezi Mungu, kumbe huyu hakuifahamu agizo langu, hakulifahamu au kalifahamu sana kwamba yeye hakuhusika. Lakini yeye kasema kilichomfanya kwamba asisujudu ni kwa sababu yule kaumbwa kwa udongo, yeye kaumbwa kwa moto. Hicho ni kibri mbele ya Mungu, na unakataa agizo la Mwenyezi Mungu kwa kujivuna, kujisikia. Angalia kibri kimemfanya Iblis laanatullah alayhi kutoka katika rehema za Mwenyezi Mungu, kulaaniwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wastakbar aba, illa Iblis aba, isipokuwa Iblis alikataa. Wastakbar, na akajivuna. Wakala minal kafirin, na akawa katika watu, katika viumbe waliokanusha, waliokufuru. Aya 35 Mwenyezi Mungu anasema waqulna, tukasema, ya Adam, ewe Adam, uskun anta wa zawjuka aljanna, kaa wewe na mke wako katika pepo. Bihawa, tayari hapo Mwenyezi Mungu kashamtoa kutoka katika ubavu wa kulia wa Nabiyullah Adam ili apate mwenzake. Sasa Mwenyezi Mungu akamwambia waqulna, na tukasema, ya Adam, ewe Adam, uskun anta wa zawjuka aljanna, kaa wewe na mke wako katika pepo. Wakula minha, kuleni kutoka katika pepo, kuleni humo, raghadan, kwa kujinafasi kabisa, raghadan, maridhawa, kuleni humo kwa upana kabisa, haithu, hii raghadan tutatafsiri yani kwa nafasi kabisa. Kula minha, kuleni katika hiyo pepo, raghadan, kwa nafasi kabisa, haithu shituma, popote munapotaka. Lakini tu Allah kawapa sharti, wala taqraba hadhihi shajara, wala msiukaribie mti huu. Kuna mti walitakiwa wasiukaribie. Kwa nini? Fatakuna minadh-dhalimina, mtakuwa wenye kudhulumu nafsi zenu. Fatakuna minadh-dhalimin, mtakuwa miongoni mwa wenye kudhulumu nafsi zao. Kwa kuwa mtavunja agizo langu, mtakuwa mmedhulumu nafsi zenu. Hapa tunajifundisha kwamba Mwenyezi Mungu anaweka mipaka yake, kwamba kama dunia yetu hii tulio, Allah katuwekea mpaka, fanya hivi, fanya hivi, hili usifanye. Na hapa Nabii Adam anampa darasa, na sisi kutupa darasa kwamba kuna vitu Mwenyezi Mungu anaweza kuruhusu vyote, akamwambia hiki usifanye. Usijiulize kwa nini nisifanye, aliyekupa agizo mtazame, ni Allah anayejua kila kitu. Sasa hapa tutakuja kuona katika aya inayofuata, nini kiliendelea baina yake Nabii Adam na mke wake. Inshallah tufikie hapo. Mwenyezi Mungu atujalie tu wenye kufahamu Qur'an na kuifuata. Wabillahi tawfiq, hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.